Kutokana na maombi yako tumekusikiliza. Kwa hiyo tunakupa machaguo mawili. Kwanza nawashukuru sana. Nawashukuru sana kwa kuzingatia ombi langu. Lakini ningependa kujua ni machaguo gani hayo? Tutakuongeza nguvu. Halafu je, hizo nguvu utazitumia kwa yule au tukupe mwingine? Wakuu, hivi kweli mniongezee nguvu nyinyi, alafu nitafute binti mwingine? Ina maana yule ana nguvu kubwa kiasi gani kutushinda sisi wote? Mimi nadhani mniachie yule yule. Nipambane naye. Nina uhakika nitamweza. Wala haina hata haja ya kutafuta mtu mwingine. Liko ndani ya uwezo wangu. Basi sawa. Kaa tayari kwa kuzipokea hizo nguvu. Huyu mwanamke toka jana kila nikipiga simu naambiwa inatumika. Au itakuwa ameniblock. Yes. Kaniblock. Sasa subiri nitamkomesha. Damu ya mtu haipotei hivi hivi. Nipokea ujumbe kutoka kwa mteja wangu wa siku zote. Lakini kwa bahati mbaya sitaweza kwenda kufanya kazi kwa sababu ya hali yangu. Kwa hivyo nilikuwa naomba uende ukafanye kwa ajili yangu. Lakini cha kuzingatia tu, mpe vitu unavyojua wewe. Lakini usimalize kila kitu. Kwa nini? Wewe elewa hivyo. Usimalize kila kitu. Sasa kwa nini simpe kila kitu madam wakati hiyo ndo kazi yangu? Unaweza kufanya nilichokwambia? Sawa, na vipi kuhusu malipo? Kuhusu malipo, wacha usiwe na shaka. Maana mimi nishaongea naye kila kitu nishamaliza. Sawa. Haya, nenda ukajiandae. Haya, mna shida. Na wala na stara wanazaula kama jalala. Mtaalamu, nimekuja na nina shida kubwa sana. Eleza shida yako. Na shida yangu ni kimya. Hebu vua kwanza hiyo kofia. Kabla hujaeleza shida yako kwa mizimu, naomba urambe kwanza hii lolo. Sasa shika huu pembe na eleza shida zako zote kijana.
Safi sana kijana. Hiki ulichokinuia ndo unataka kiwe? Unatakaje kijana? Mimi nataka tukose wote. Kwa hiyo unamaanisha unataka tuue mtoto na mama? Ndio, nataka iwe hivyo. Kwa sababu tukimua tu mtoto peke yake, alafu mama akabaki, kila nikiwa namuona huyo mwanamke nitakuwa nakosa amani na nitashinda kuishi kwa furaha kabisa. Kwa hiyo ni bora afe mama na mtoto pia. Kwa hiyo nataka wote wawili wapotee ili tukose wote. Sawa sawa kijana. Jambo lako ni kubwa lakini si kubwa sana. Na pia ni dogo lakini sio dogo sana. Jambo lako nimelisikiliza. Ila ngoja nikutengenezee dawa. Na dawa hiyo nikishakugeia, masharti yake sio rahisi na sio magumu. Lakini unapaswa kuyafuata. Ngoja nikutengenezee dawa. Dawa yako ni hii. Unapoondoka, ukifika kwenye kizingiti cha mlango, kanyunyuzie. Na hakikisha hakuna mtu anayekuona. Na kisha ondoka pale bila kugeuka nyuma. Nimejitahidi kadri ya uwezo wangu. Na leo nimekuja na jipya. Nimefanikiwa kupata namba za yule binti na nimekutana naye. Lakini shida ilikuja pale tu nilivyomwambia nikapaona unavyoishi sasa hivi. Anakuwaje mgumu wakati ushakutana naye? Yaani umeshindwa kabisa kutumia uzoefu wako? Wewe ni askari, sio raia wa kawaida. Mimi sijaelewa kwa nini, lakini ameniambia tu ni mapema sana mimi kupajua pale. Nilipojaribu kumhoji akaondoka tu huyo kaenda zake. Ni sawa, ila ulipaswa kumfuatilia nyuma mpaka sehemu anapoishi. Yaani hukupaswa kabisa kurudi nyuma. Unauacha ushahidi wakati siku zote tunahangaika kutafuta ushahidi. Sawa, nimekuelewa mkuu. Labda nikuahidi tu. Next time nitajitahidi nipafahamu. Iwe kwa kumfuatilia au kwa mbinu yoyote ile ya kiaskari. Sawa. Hakikisha ushahidi wako unakamilika. Na usije kufanya mistake kama yule ulifanya. Tumia akili, tumia umakini. Yaani mpaka unaona umeshindwa kwenye staili hiyo, basi ubunifu katika kichwa chako hakuna. Yaani ilipaswa ujiongeze. Kwa sitaki kuona makosa mengine yamejirudia kama haya. Sawa mkuu, nimekuelewa na nitalifanyia kazi. Sawa. Na mwanangu, hivi ulishawahi kuona mzazi anamchukia mwanae alomweka tumboni miezi 9? Hapana mama. Alafu kwa nini umeniuliza swali kama hilo? Nimekuuliza kwa sababu nakuona mwanangu. Mimi nakujua. Nimekuzaa mwenyewe. Ukiwa na furaha nakujua, ukiwa na huzuni nakujua. Bado sijakuelewa mamangu. Unanichanganya, sijajua unanimaanisha nini.
Umebadilika sana mwanangu. Siku hizi muda wote unaongea wewe na simu. Unarudi usiku. Unamiliki simu ambayo hata mimi sina mama yako, na wala sina mpango hata wa kuimiliki. Na ikiwa wewe ni mwanafunzi, umeitoa wapi mwanangu? Lakini mama, si nilishakwambia na tulishaongea yale yote ya nyuma. Simu nilikupa ya rafiki yangu, sio ya kwangu. Kumbuka mimi mama yako, nashindwa hata kuvaa nguo nzuri ili mwanangu wewe usome. Na dunduliza mimi kila biashara gani ambayo mimi sijaifanya, ili mradi tu nikule wewe mwanangu. Na nikusomeshe, uje kunisaidia. Tangia marehemu baba yako amefariki, wewe unaona kuna ndugu hapa ananisaidia mimi kukulea wewe? Hivi baba yako angekuepo hai, ungeyafanya yote haya? Naomba ubadilike mwanangu. Au upendi na sisi tuje kuishi maisha mazuri? Mimi nimekuelewa mamangu. Nisamehe mamangu. Na kuahidi sitarudia tena. Nitajitahidi kwa hali na mali kuhakikisha kuwa una furaha. Usiulize unataka nini kwenye